Yale maandiko ambayo tunakuja kuyangalia, tunaongelea juu ya kwamba kuna mfalme alikuwa anaitwa Ahasuero, na kuna Mordekai, na kuna Amani, na kuna Esther. Esther alikuwa ni ukoo ambao ni wa Wayahudi. Wale Wayahudi ambao walikuwa ni watu wa Mungu, ama ni kabila ya wana wa Israeli. Lakini kafika mahali ikawa ya kwamba Wayahudi wanauliwa ama wanaweza kuangamizwa. Lakini kafika mahali ikawa ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa amewekwa awe mtetezi. Na yule ambaye aliwekwa awe mtetezi akaitwa Esther na Mordekai. Lakini kumbuka huyu mtu ambaye anaitwa Mordekai, kumbuka kuna siku ambayo alikuwa ni kama watchman katika lango la Ahasuero mfalme. Na alipokuwa katika huo mlango, kuna yale mambo ambayo alikuwa ametenda. Na hebu sikizane vizuri. Kumbuka sasa Mordekai yeye kuna kazi alikuwa amepewa na mfalme alifanye. Na wakati wa kuteswa kwa Wayahudi, maandiko yanasema ya kwamba mfalme aliweza enda akachukua kitabu cha ukumbusho. Hiki kitabu kilipochukuliwa, alikuwa anaangalia ya kwamba yale matendo. Kwa hiyo siku ya leo nataka unjue ya kwamba kuna ukumbusho kwa ile kazi yote ambayo ulifanya. Na siku za mwisho Mungu ataweza kuyaleta hapo mbele yake. Na angalia achukue kitabu cha matendo yetu. Sasa huyu mfalme akaweza kuchukua hii kitabu ambacho kinaitwa cha ukumbusho. Mfalme akaangalia. Ndipo hata mwimbaji mwingine akaimba akasema ya kwamba oza mabuku mweyai, oza mabuku we sisa wila wakwa we waku undilikane. Yui, sasa hapo ndipo kuna maswali. Mungu akichukua kitabu chake, kwangu ataona nini? Kwa tangomo kule kibuku yako yakoswa hii. Ngo wewe hata. Kwa kule ngo bini tiata. Yani ibuku yako yu ekoswa hii. Pete wachao kiandikitwe. Pete wachao kwa swani wakawala. Chuti bayo luande yu kwa fikiria kidogo tu. Mungu sasa achukue kitabu. Aangalie matendo yangu. Sasa yeye Mungu jiulize sasa achukue kitabu chake, aangalie matendo. Ni tendo ngani ambao anaweza kulipata pale niokolewe kutoka kwake? Ni ngani sasa? Sasa yeye Mordekai akawa katika mfalme, alikuwa yeye ulinzi wake ama kazi yake ilikuwa nzuri. Na hii kazi ikiwa nzuri, ndiposa ilifikia wakati wakose kuuliwa. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaomba waangamizwe. Kuna watu walikuwa wanaomba waishe. Lakini kwa sababu ya yale matendo Mordekai alikuwa anafanya kwa mfalme Ahasuero, sasa ikasemekana ya kwamba wao hawataangamizwa. Yule baada ya Mordekai kutundikwa katika ule mti ulikuwa umetengenezwa wafuti 50. Sasa ikasemekana ya kwamba yeye Mordekai yeye ataweza enda pale. Lakini Amani mwenye kufanya yule mti sasa ndiye ataenda kutundikwa. Na baada ya kutundikwa mke wake Zeresi alimwambia, kama unashindana na Wayahudi, kama unashindana na wao kuanguka, umeanguka.
Kwa sababu hao wana wa Israeli ambao walikuwa ni Wayahudi wamewekewa milango ya kuokoka. Yaani wamewekewa mlango wa kuokoka huu tayari. Wakashindwa. Kuna mlango ambao umewekwa mbele yake, haiwezi fungwa. Mlango wa kuteswa, wa kufunguliwa atoke katika mateso upo. Kisia tete mwendi. Amen. Kumbuka nilisema ya kwamba kuna mlango umewekwa. Amen. Kwa hivyo Wayahudi hawawezi Mordekai hawezi akatundikwa katika ule mti. Amen. Na kuna mlango. Ule mlango uko pale uweze kuokoa Wayahudi. Kitabu kilipochukuliwa, maandiko yanasema nini? Baada ya kitabu kuchukuliwa, mfalme aliangalia. Ikasemekana ya kwamba sasa Mordekai yeye atakuwa huru, na Esther watakuwa huru, na Wayahudi watakuwa huru, kwa sababu walikuwa wote wauliwe. Tarehe 12 walikuwa wao wateswe. Lakini kwa sababu Mungu anajua njia ya kuokoa walio wake, akawaokoa. Amen. Kwa hivyo ukimwamini Yesu kuna njia ya uokolewe.